Yohana mlango wa kwanza mstari wa 14. Kama wote tumefika hapo tuseme amen. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikuulize swali. Kwa hiyo kumbe neno linaweza likabadilika na kuwa kitu. Ndio au sio? Neno linaweza likabadilika na kuwa neno linaweza likabadilika kuwa hiyo nyumba ambayo unaitafuta. Neno linaweza kubadilika kuwa hilo gari ambalo unalitazama na unataka kuwa nalo. Neno linaweza likabadilika na kuonekana na kuwa kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linaweza kubadilika, ninarudia tena, kuwa hiyo nyumba unayoihitaji, kuwa hilo gorofa ambalo unalitazamia, kuwa hilo gari ambalo kwa siku nyingi hujalipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama neno linaweza kubadilika kuwa hilo gari, kwa nini utafuti hilo neno? Kwa nini hadi leo hii hautafuti neno? Yohana 1:1 Biblia inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako na, turudie wote, hapo mwanzo kulikuwapo na nini? Hapo mwanzo kulikuwapo na nini? Kwa hiyo neno ndo lilikuwepo kabla ya kitu chochote, si ndio? Kwa nini unaanza safari yako bila neno? Tayari unajua kuwa nikianza bila neno nitafeli. Kwa maana hapo mwanzo wa kila jambo, mwanzo wa kila kitu, unatakiwa uanze na neno. Sasa haujaanza na neno, unafanikiwaje? Ili neno ambalo linaweza likadhihirika na tukaliona, ili neno ambalo linaweza likabadilika na kuwa kitu chochote ambacho sisi tunakihitaji. Safari yako yoyote, safari yako yoyote ambayo mimi sijui una safari gani, labda ni ya mafanikio ya kiuchumi, inatakiwa ianze na neno. Isipoanza na neno, basi ujue kabisa hiyo safari haitafika mbali. Kwa hiyo Biblia inasema vitu vyote vilifanyika kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu lina uwezo wa kufanya vitu gani? Jamani, vitu vyote. Nini maana ya vitu vyote? Vitu vyote vilifanyika kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini hutaki ile neno ambalo laweza kufanya kila kitu? Unakubalije adui acheze na akili yako? Inapita siku nzima inaisha, haujasoma kitabu kimoja cha Biblia, haujasoma ili neno ambalo laweza kukupa kila kitu. Changamoto ni kwamba adui anajaribu kukuletea vitu ambavyo havikusaidii. Anajua kabisa hivi havitakusaidia, haviwezi vikafanya chochote. Kwa maana neno la Mungu ndio linaweza kufanya vitu kwenye maisha yako na kuleta vitu vionekane. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia hadi neno liliweza kudhihirika. Kwa hiyo neno linaweza likafanya kitu kikadhihirika kwenye maisha yako. Ila adui anachotaka kukifanya, uanze siku yako mpaka umemaliza haujasoma hili neno. Sema kuanzia leo nitasoma neno la Mungu kwa bidii. Hivi tukisema vitu vyote ni pamoja na vitu ambavyo unavihitaji kwenye maisha yako na pamoja na vitu unavyovitafuta kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitu ukikielewa kitakusaidia sana kwenye maisha yako. Kuna vitu vinavyoonekana na kuna vitu ambavyo havionekani. Kwa hiyo inamaanisha macho yako yanavyoona si vitu vyote ambavyo vipo. Mwambie jirani yako, macho yako hayaoni kila kitu. Macho yako hayaoni kila kitu. Kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu amekuandalia, na yeye ndo anaweza kukuonyesha kupitia neno lake. Na hivi vitu ameshaviumba, na hivi vitu ameshavitengeneza. Mimi na wewe wote si tunakubaliana kuwa kuna mbinguni? Macho yako yameona mbinguni? Hapana, lakini tunakubali kuwa kuna mbinguni. Kwa hiyo kumbe kuna vitu ambavyo havionekani, lakini tunajua ni uhalisia. Lakini tunajua ni nini? Ni uhalisia. Kwa hiyo kumbe tunasema kuwa Wakristo tumebarikiwa na baraka zote za rohoni, japokuwa hatuzioni, lakini tunajua kuwa ni uhalisia. Tunaambiwa sasa ili neno la Mungu linaweza likafanya hizi baraka zidhihirike. Bwana Yesu asifiwe. Hizi baraka zinaweza zikawa ni fedha, hizi baraka zinaweza zikawa ni hiyo afya ambayo unahitaji. Naomba tusome Zaburi ya 121 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, nitayainua macho yangu nitazame milima.
Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuketi. Kwa hiyo Biblia inasema kuwa kumbe Mungu anaweza akafanya. Ni kitu gani ambacho unakihitaji? Neno la Mungu linaweza kumfanya mtu mdhaifu kuwa hodari, kuwa shupavu. Neno la Mungu linaweza kumfanya mtu ambaye ni maskini kuwa tajiri. Neno la Mungu linaweza kumfanya mtu ambaye hawezi ghafla anaanza kuweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Zaburi inatueleza, Daudi anaandika, nitayainua macho yangu nitazame milima. Yaani unajua tukisema mlima tunamaanisha hili ni tatizo. Hili ni nini? Hili ni tatizo. Lakini sasa anavyoinua macho yake kutazama tatizo, anajiuliza na anakuuliza wewe, msaada wangu mimi utatoka wapi? Nina hili tatizo la kiafya, nina hili tatizo fulani, msaada wangu mimi utatoka wapi? Anajijibu, msaada wangu utatoka kwa nani? Kwa Bwana aliyezifanya. Aliyezifanyaje? Yaani anakueleza kuwa huyu Mungu ana uwezo gani? Huyu Mungu ana uwezo wa kufanya. Hivi unajua changamoto ya wanadamu? Changamoto yangu mimi na wewe ni kwamba mimi na uwezo wa kuongea. Mimi na uwezo wa kufanyaje? Naweza kuongea, naweza kukuahidi, naweza kukutia moyo, lakini kuna yule anayeweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule anayeweza kufanyaje? Kufanya. Na anakuambia kuwa ninataka kufanya pia kwenye maisha yako, ila nitafanyaje kwenye maisha yako? Soma neno langu. Soma neno, kwa maana hili neno langu ndo litafanya mabadiliko kwenye maisha yako. Lakini ni hadi ukubali. Naomba tusome Mathayo mlango wa 11 mstari wa 28 hadi 30. Naomba wote tusimame wakati tunasoma mstari. Njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Na mzigo wangu ni mwepesi. Nataka uangalie hiki kitu. Mungu anasema njooni wote ambao tunafanyaje? Tunasumbuka na tuna nini? Na tunalemewa na mizigo, si ndio? Anakuambia kitu kingine cha tofauti. Anakuambia jitieni nira, mjifunze kwa kuwa yeye ni nani? Ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Alafu anakuahidi tena, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mnaweza mkaketi. Tumeona kuwa neno la Mungu lina uwezo wa kufanya, na tumeona kuwa neno la Mungu linaweza likabadilika na kudhihirika kuwa hitaji lolote unalolihitaji katika maisha yako, si ndio? Kila ahadi ya Mungu ina sheria na kanuni namna gani ya kuipata. Ni kitu gani tunatakiwa kufanya ili tupumzishwe? Watu wengi wameenda mbele za Mungu. Watu wengi wamekuwa wanyenyekevu. Watu wengi wamekuwa pia, lakini bado hatuoni mizigo ikiondoka. Siri ni moja. Angalia kanuni ya kupokea hii ahadi. Naomba nikusomee kulingana na Biblia inavyokuambia. Inakwambia sasa, sikiliza. Jitie nira yangu na ubebe mzigo wangu. Yesu anakuambia kitu kimoja. Njoo kwangu wenye mzigo. Wewe una mzigo? Njoo kwangu, nitakupumzisha. Ila ili nifanye hivyo, jitie nira yangu na beba mzigo wangu. Alafu anakueleza, mzigo wangu mimi ni mwepesi. Mzigo wangu mimi ni nini? Lakini unatakiwa uufanyaje? Ubebe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzigo wangu unatakiwa ufanyaje?
ubebe. Nenda mbele za Mungu ukiwa unawaza sana hii kauli anayosema, kama unataka mimi nibebe mzigo wako, wewe beba wa kwangu. Sasa swali ambalo linakuja mbele hapo, nitabebaje mzigo wa Mungu? Kitu cha pili, kwanza, mzigo wa Mungu ni mzigo gani? Ukianza kujiuliza haya maswali, ghafla Ukristo wako utabadilika. Utaanza kuona matokeo ambayo hujawahi kuyaona kwenye maisha yako. Ghafla utaanza, neno la Mungu litakuwa linadhihirika kwenye maisha yako mpaka unasema, natamani hii siri watu wangeijua. Inamaanisha anataka yeye ajitue mzigo, uondoe. Anataka sisi tuubebe. Lakini anatuambia mzigo wake ni mwepesi. Ila ni mzigo gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alivyoumba dunia, aliwacha wanadamu tutawale. Yeye alijidhibiti mamlaka yake duniani. Alijidhibiti mamlaka yake wapi? Duniani. Kwa hiyo kuna vitu Mungu anataka afanye duniani, lakini hawezi, kwa sababu yeye mwenyewe ndo alijizuia na akampa hayo mamlaka mwanadamu. Japokuwa Mungu anaona kuwa kuna wale watu wanapigana, wanauana, kuna wale watu kule watoto wananyanyaswa, kuna wale watu wanakufa kwa njaa, kuna wale watu wanahangaika. Na mimi Mungu inaniuma moyo sana. Kwa hiyo kwa Mungu hilo jambo kwake ni mzigo. Kwake ni nini? Na mtu ambaye anatakiwa alete hayo mabadiliko, mtu ambaye anatakiwa alete hayo mabadiliko ni mimi na wewe, kwa kuomba. Kwa hiyo leo hii kama kuna watu wanaumwa, Mungu anatuambia ni kazi yetu sisi kuwaombea wapone. Japokuwa Mungu anataka waponye, ni mzigo huko ndani yake. Yaani Mungu anataka kumuona mtu fulani amepona. Anatamani sana kumuona mtu fulani amefanikiwa. Yaani Mungu alijiwekea mpaka, inabidi wewe ubebe mzigo wake. Kile kitu ambacho Mungu anakitaka moyoni, wewe ukifanya. Wewe ukifanya, na yeye anabeba mzigo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu si muongo, atudanganye. Mungu si muongo, afanyaje?